Breeze Online TV, the world comes to you. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na meza kuu na wengine wote ambao tumekutana hapa leo, naomba kwa sababu ya muda niwapitishe tu kidogo kwenye huu mkakati wetu wa udhibiti wa uhamiaji haramu mkoa wa Dar es Salaam ambao ndio huu hapa. Kwa hiyo nitajitahidi kwa muda mfupi sana tuweze kupitia tuone una nini, alafu tuendelee na ratiba nyingine. Kwenye mkakati huu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni pamoja na chimbuko la tatizo la uhamiaji haramu. Tunaangalia pia hali ya udhibiti tulionayo kwa sasa. Kuna changamoto au matatizo tunayokabiliana nayo katika kutekeleza majukumu hayo ya udhibiti. Lakini pia kutoka hapo tunaangalia kwamba kwa nini tumeamua kuwa na huu mkakati, lengo letu hasa ni nini, tunayotarajia baada ya kutekeleza mkakati huu, tuna manufaa, na pengine pia tutaonyesha jinsi gani tunakwenda kufanya shughuli zetu kwa kugawanya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenye mitaa na kata pamoja na shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye maeneo yetu. Labda Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niseme tu kwamba mkoa wa Dar es Salaam unafahamika, ni mkoa mkubwa sana pamoja na jiji hili, na ni maarufu sana kwenye shughuli mbalimbali za biashara pamoja na kiuchumi kwa ujumla. Kwa hiyo kutokana na sababu hiyo tumekuwa na ongezeko kubwa la wageni kutoka nchi mbalimbali wanaoingia mkoani Dar es Salaam kwa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuwa pia tuna ongezeko la wageni hao, miongoni mwao tunakuwa kwamba tunakuwa na wahamiaji haramu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaona kwamba trend inatuonyesha kwamba idadi ya wahamiaji haramu imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka. Tunapima kwa wale tunaowakamata. Kwa mfano, mwaka 2016 tuliwakamata wahamiaji haramu 1010. Alafu mwaka 2017 idadi hiyo ikapanda mpaka 1154, na 2017 ikapanda hadi 1232 kwa 2018. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo na licha ya hatua mbalimbali tunazochukua, ndio tukaona pia kwamba tujaribu kuja na njia nyingine tuone kwamba tunafanya nini. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uzoefu unatuonyesha kwamba kwa wahamiaji haramu tunaowakamata na kuwaondosha nchini, mara nyingine tunawaondosha asubuhi, jioni wamerudi. Kwa hiyo unakuta kwamba kwetu ni mzigo mkubwa sana kama idara na kama serikali. Lakini pia kuna utafiti ambao tumeufanya na unaonyesha kwamba mkoa wa Dar es Salaam unao wahamiaji haramu wengi kutoka mataifa ya DRC, Malawi, Burundi pamoja na Somalia. Miongoni mwa hawa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo waliokuwa wameingia nchini kihalali, lakini pengine baada ya ruhusa walizopewa wakaendelea kukaa au wakafanya mambo ambayo yanakwenda tofauti na yani. Lakini pia katika hao waliopo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna walio au kuolewa na Watanzania. Sasa unapokutana na issue kama hiyo pia inakuwa ngumu zaidi, kwa sababu unakuwa umetengeneza taifa ndani ya taifa. Unakuwa na mataifa mawili, kwa hiyo ni shida kweli kweli. Alafu pia wengine ni wale ambao unakuta kwamba vibali vyao vimeisha na hawajaondoka kulingana na ruhusa walizopewa. Kuna baadhi ya changamoto tunazokumbana nazo katika swala zima la udhibiti wa uhamiaji haramu. Tunaamini kabisa kwamba miongoni mwa changamoto kuu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kukosekana kwa mpango mahususi unaoshirikisha kikamilifu jamii kwenye mapambano dhidi ya uhamiaji haramu, hasa kwenye maeneo mengi ambayo maafisa wa uhamiaji kutokana na uchache wetu au vifaa huwa hatuwezi kufika wakati wa doria na upekuzi wa kawaida. Na nalisema hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa sababu mara nyingi wahamiaji haramu tunakuwa tunaishi nao kwenye jamii na tunaishi nao majumbani mwetu. Kwa hiyo kutokana na maeneo ambayo hayafikiki, basi unakuta kwamba wanakaa na wanajisahau kabisa kama ni wageni. Lakini pia tunakosa vitu vingine kama hatuna mpango mahususi unaotuwezesha kupokea taarifa kutoka kwa umma pamoja na kuwarejeshea mrejesho. Tumekuwa tunapata malalamiko sana, sio idara ya uhamiaji, hata vyombo vingine Mheshimiwa, kwamba tunapokuwa na mtu amekupa taarifa anategemea baadaye umpe mrejesho. Sasa mara nyingine taarifa inapokelewa haifanyiwi kazi, na pengine inafanywa kazi hapewi mrejesho. Kwa hiyo pia inakatisha tamaa na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kwenye maeneo ya kazi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kumekuwa na wahamiaji haramu wengi pia kwenye makampuni na maeneo mengine ya kazi. Lakini pia tuna changamoto kama za vitendea kazi, lakini pia kwa
kwa kiasi kikubwa pia hatuna utaratibu wa kuwatumia kwa karibu wale viongozi wa kata na mitaa katika kutusaidia kupambana na wahamiaji haramu katika maeneo yao. Kwa hiyo tunadhani kwamba sasa muda umefika, Mheshimiwa, wa kuwasababisha kwamba hawa viongozi waweze kuimarisha shughuli zao kwa kuwafahamu wageni wote walioko katika maeneo yao kwamba wameingia kwa ajili ya madhumuni gani na wanafanya kitu gani. Lakini pia tuna mapungufu mengine kama ya ukosefu wa fedha pamoja na rasilimali watu na mengine mengi. Lakini pia tunaangalia kwa kifupi, Mheshimiwa, athari za uhamiaji haramu. Baadhi ya athari ambazo zinatokana na uhamiaji haramu ni pamoja na kwamba wapo baadhi ambao walishaingia nchini ama kihalali au isivyo halali, lakini wanakaa na mwishoni wanajiingiza kwenye jamii, wanakuwa nao kama raia wa Tanzania, kwa maana kwamba wanapata vielelezo mbalimbali ambao vinatolewa kwa raia wa Tanzania. Kwa mfano vyeti vya kuzaliwa, kuna vitambulisho vya mpiga kura, hata vitambulisho vya NIDA, pasipoti na vifaa vingine kama na nyaraka nyingine kama hizo. Halafu pia tuna moja ya athari nyingine ni kwamba mara nyingi tumeshuhudia kwamba wahamiaji haramu wanakuwa pia wananufaika na fursa zile ambazo zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya sisi raia wa Tanzania, kwamba anakuja mtu pengine naye shule ni ile ile atakayepeleka mtoto wake, lakini sisi serikali ina budget kwa ajili ya watu wake kwa maana ya masomo au mikopo. Lakini tumeona hata hapa siku za usoni za hapa karibuni, Mheshimiwa, baada ya kuanza vile vitambulisho vya machinga, kuna hata wengine nao wamejipenyeza pia wamepata vile, lakini nafikiri ilikuwa sio fursa, wala Mheshimiwa Rais wetu hakuintendi kwamba vitambulisho vile vitolewe pia kwa wahamiaji haramu. Lakini tuna athari nyingine ambazo tunazo nyingi, zikiwemo za migogoro ya ardhi. Kuna maeneo ambayo tunaona kuna migogoro mingi ya ardhi, hata katika mkoa wa Dar es Salaam yapo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Lakini pia migogoro hiyo inaonekana kwamba inasababishwa na baadhi ya wahamiaji haramu ambao wamekwenda wanachukua ardhi bila kufuata utaratibu, na kwa ukweli ni kwamba kwa mgeni haruhusiwi kumiliki ardhi isipokuwa anapewa ardhi kwa ajili pengine ya uwekezaji tu. Sasa wengine nao wanamiliki ardhi kama wanaomiliki wa Tanzania, ambayo sio hivyo. Lakini pia tunaweza kuwa na matukio ya uhalifu ambayo baadhi pia yamehusisha raia wa kigeni. Lakini pia tuna msongamano magerezani, na serikali yetu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, imekuwa inatumia bajeti kubwa sana kwa ajili ya kuwaondosha nchini, kuwalisha na kuwahudumia wanapokuwa hapa nchini mara wanapokamatwa. Sasa kutokana na sababu hizo au kutokana na visababisho hivyo vya uhamiaji haramu ambavyo nimevitaja na madhara yake, ndio maana tukaja kwamba tuje na huu mkakati ambao tunaamini utatusaidia kujenga daraja zuri la kuimarisha zaidi shughuli zetu za udhibiti. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba tu kusema kwamba lengo kuu la mkakati huu ambao tunauzindua leo ni kuanzisha mfumo wa udhibiti wa uhamiaji haramu utakaowashirikisha kwa karibu zaidi viongozi wa mitaa na kata katika maeneo yao, ili tuhakikishe kwamba katika maeneo yote kutakuwa hakuna uhamiaji haramu. Kama nilivyoeleza, tunaangalia pia tunatarajia nini baada ya kuzindua na kuanza kutekeleza mkakati huu. Kwanza, tutaimarisha ushirikiano kati yetu na wale watendaji ambao nimewataja wa serikali za mitaa kwa maana ya mitaa na kata. Lakini pia tunaamini tutapunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wahamiaji haramu katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunaamini pia kwamba tutaongeza mapato ya serikali, Mheshimiwa, kwa sababu kuna wageni wanakaa tu, hawalipi kodi, hawalipi vibali. Kwa hiyo pia tukiweza kuwafichua na kuwabaini, basi tutawasababisha kwamba walipe zile tozo mbalimbali ambazo wanastahili kulipa ili waendelee kuwepo nchini. Lakini pia tutawatambua na kuwaandikisha walowezi, na tunatarajia pia kuendelea kuwaongezea maofisa wetu weledi wa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia mkakati huu utatuwezesha au utaturahisishia sana zoezi la utoaji wa vitambulisho vya taifa ambalo linaendelea, Mheshimiwa. Kwa hiyo pia hata na vitambulisho vya mpiga kura, nafahamu kabisa kwamba muda sio mrefu tunaingia kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo tungependa pia kwamba kwa mujibu wa sheria, kwa sababu anayetakiwa kuchagua ni raia au kuchaguliwa, basi fursa hiyo iwe inatumiwa na Watanzania tu na wala sio wageni. Kwa hiyo naamini pia kwamba tutapunguza hata migogoro ya ardhi. Lakini tunaamini, Mheshimiwa, kwa sababu mkakati huu umeanzia kwa mkoa wa Dar es Salaam, unaweza ukaenda ukatumika hata kwenye mikoa mingine pia. Nafikiri kwa sababu
afande kamishna wangu yuko hapa, pengine atakuwa na la kusema baadaye kama atapewa hiyo nafasi. Kwa hiyo labda kumention hayo machache ambayo ni manufaa. Naomba niende moja kwa moja kwenye tumezingatia nini katika kuandaa mkakati huu. Mheshimiwa, tulichofanya ni kwamba kwanza tuliainisha kata na mitaa iliyopo kwenye kila wilaya, kwa maana ya wilaya zetu zote 5. Lakini pili, tulikwenda kutafuta majina ya viongozi wa kata na mitaa na pamoja na namba zao za simu, kwa sababu nimesema baadaye kwamba tunataka tuwe na tunafanya nao kazi kwa karibu zaidi. Lakini pia sehemu nyingine tulienda kuainisha shughuli mbalimbali za kibiashara na kiuchumi zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya mitaa ambazo zinawavutia au zinawavutia uwepo wa wahamiaji haramu. Shughuli hizo ni pamoja na viwanda, mashule, biashara, makazi na nyinginezo. Labda Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niseme tu kwamba mkoa wa Dar es Salaam tulivyo kwenda kwa utaratibu ambao umegawanyika, kwamba katika wilaya 5 nilizozisema, wilaya Ilale ina kata 36 ikiwa na mitaa 159, Kinondoni ina kata 20 zikiwa na mitaa 106, Ubungo ina kata 14 ikiwa na mitaa 91, Temeke ina kata 23 ikiwa na mitaa 143, ikiwa inafanya kwamba jumla ya kata zote kwa mkoa wa Dar es Salaam kuwa 102 na mitaa kuwa 566 kwa mujibu wa kumbukumbu ambazo tuliweza kuzipata sisi. Kwa hiyo Mheshimiwa, pia kwa sababu maeneo hayo yote yamekwenda mpaka kwenye mitaa, na lengo letu lilikuwa ni kulenga shughuli zinazofanyika kwenye mitaa. Kama nilivyoeleza awali, kuna shughuli hizo mbalimbali zinazofanyika kwenye mitaa, ikiwemo nyingine ambazo sikuzitaja pale. Kuna kwa mfano hata nyumba za ibada. Mheshimiwa, nyumba za ibada mara nyingine imekuwa ni maficho makubwa ya wahamiaji haramu. Kwa hiyo tuweza kuidentify pia baadhi ya nyumba za ibada zile ambazo zipo katika mitaa yetu na ambazo zinasababisha pia kwamba uwepo wa wahamiaji haramu. Labda niseme kwamba Mheshimiwa, tunakwenda kufanya nini kwenye huu mkakati wetu. Kwanza kabisa tunakwenda kutoa elimu ya udhibiti wa wahamiaji haramu kwa maafisa tarafa pamoja na maafisa wa kata na maafisa watendaji wale wa mitaa. Pia tutawaeleza taratibu za kukusanya na kuwasilisha taarifa mbalimbali za wageni walioko kwenye maeneo yao, na tutaweka mfumo mzuri ambao utatusaidia kuweza kuwasiliana nao kwa karibu, tupate taarifa hizo na kuweza kuzifanyia kazi. Pia tutafanya mikutano na taasisi, makampuni na wafanyabiashara au sehemu ambako wageni wameajiriwa, ili pia kuwaelewesha kwamba tunahitaji wafanye nini na tuondokane na ile kila saa kusukumana. Lakini pia tutawatambua wafanyakazi wa kigeni waliopo kwenye makampuni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafurahi kusema kwamba mwaka jana tulifanya zoezi fulani la utambuzi, na katika mkoa wako wa Dar es Salaam tuliweza kuwatambua raia wa kigeni wanaoishi kihalali walikuwa zaidi ya 16,000 kutoka kwenye wilaya zote. Kwa hiyo ile walao tunayo, kwa hiyo sasa tunaweza kufuatilia na kuwachukulia hatua wale ambao wanaonekana wanakiuka ruhusa au vibali vyao. Lakini pia hasa ndio vikubwa hivyo. Labda tuseme Mheshimiwa, kwenye swala zima la utekelezaji, ili wakati uweze kutekelezwa, kwanza sisi wenyewe tumejipanga vizuri katika ofisi yetu ya mkoa kuwa na section maalum ambayo itasimamia mkakati huu. Na mkakati huu, naomba niseme tu kwamba Mheshimiwa, hauta replace zile kazi zetu nyingine za kawaida za kufanya, hapana. Tumeona tuipe uzito ili tuweze kuwa na mafanikio mazuri. Lakini pia tutahitaji watendakazi. Tuseme kwamba tunahitaji maafisa pamoja na watu wengine ambao watatusaidia kwenye kupambana na tatizo la wahamiaji haramu. Vile vile Mheshimiwa, tutahitaji vitendea kazi. Tunahitaji kompyuta, tutahitaji vipeperushi, tutahitaji pia wanahabari, tutahitaji usafiri kwa maana ya magari na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu wazo tunalo, lakini ili wazo liweze kutimilizika, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni lazima tuweze kuwa na nyenzo au vifaa vitakavyotuwezesha kuendelea kuweza kutekeleza kikamilifu. Vinginevyo unaweza kubaki tu kwenye shelfu ikawa ni document kama document nyingine za kawaida ambazo zimezoeleka. Labda niseme Mheshimiwa, baada ya huu mkakati kukamilika tulifanya nini? Kwa kifupi kwamba ndio yaliyopo kwenye mkakati. Tulichoanza kufanya katika kutekeleza, tumeshafanya mambo tumefanya moja na la leo ndio hili tunafanya la pili. La kwanza, tuliwajengea uwezo maofisa wetu wapatao 69
kutoka kwenye ofisi yetu ya mkoa na ofisi za wilaya kwa ajili ya kwenda kutekeleza, kwa sababu watakao kwenda sasa wilayani, tarafani pamoja na kata na mitaa ni hao maafisa ambao tayari tumeshawapa huo elimu ili waweze kwenda kukutana moja kwa moja na wale viongozi ambao tunawalenga. Lakini tukio la pili mheshimiwa ndio hili la leo tulilokuomba, na tunashukuru kwamba umekubali kwamba kuja kutuzindulia huu mkakati ili sasa uweze kutoka na uende kule kwenye maeneo tunakokusudia kwenda kwenye mitaa na kata. Na katika hili mheshimiwa tunatarajia, kwa sababu kikubwa zaidi tutakwenda katika sehemu ya kwanza, tunakwenda kufanya kazi na maafisa kata pamoja na wale watendaji wa mitaa. Jumla yao tunatarajia kukutana na watu watakaofikia 675, na katika hili tutakwenda kufanya vikao 20. Vikao hivi mheshimiwa tumevigawanya kama ifuatavyo. Tutakuwa tuna cluster kwenye kata zao. Kwa hiyo kikao, kwa mfano wilaya ya Ilala itakuwa na vikao 6 ambavyo vitakuwa na washiriki 198. Kinondoni itakuwa na vikao 4 ambavyo itakuwa na washiriki 128. Temeke tutakuwa na vikao 5 ambavyo vitashirikisha washiriki 169. Ubungo tutakuwa na vikao 3 vitakavyoshirikisha washiriki 107, na Kigamboni tutakuwa na vikao 2 vitakavyowashirikisha washiriki 73. Labda mheshimiwa tu kwa kumalizia, kwa sababu ya muda ambao nimepewa, naomba kwanza niwaombe viongozi wenzangu wakuu mkoa tushirikiane katika kutekeleza mkakati huu. Mheshimiwa, mkakati huu pamoja na kwamba umetengenezwa kwa ajili ya kutuwezesha kushirikiana watu wa uhamiaji na hao viongozi ndio wataja, lakini unaweza kutumika pia na vyombo vingine, kwa sababu lengo ni lile lile la ulinzi na usalama katika maeneo yetu. Kwa hiyo naomba wenzangu pia waniunge mkono ili kuweza kupata mafanikio mazuri. Lakini pia tunaomba mheshimiwa, kupitia kikao hiki pia tuombe kuungwa mkono na wadau mbalimbali ili tuweze kutekeleza kama nilivyosema awali kwamba tunahitaji vitendea kazi mbalimbali. Na mheshimiwa, niseme tu kwa uchungu kwamba nina hali mbaya sana mimi kama afisa uhamiaji mkoa wa Dar es Salaam. Hata gari ya Rio mheshimiwa, siku nyingine ukiniita kwenye msafara nashindwa kufika kwa sababu hali ni mbaya, yaani ukitoka nalo hapa na hapa limezima mheshimiwa. Kwa hiyo nafikiri kwa nafasi yako pia mheshimiwa na huruma yako unaweza ukanifikiria kwa jicho la huruma mheshimiwa, walao mambo yangu yakaweza kwenda na yakaweza kufanya vyema ninavyotakiwa kutekeleza majukumu yangu. Lakini pia mheshimiwa, nakuomba utoe wito kwa viongozi wa tarafa, kata na mitaa na wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam ili waweze kutuunga mkono katika kupambana kikamilifu na hili tatizo la uhamiaji haramu, tuweze kutekeleza mpango wetu. Lakini pia mheshimiwa, tuzidi kuwaomba wananchi wa Dar es Salaam waendelee kutupa taarifa mbalimbali ambazo tutaendelea kuzifanyia kazi ili hatimaye Dar es Salaam iwe ni free zone kuondokana na swala la uhamiaji haramu. Mheshimiwa, niliwahi kusema katika vikao vyangu vingine nilivyofanya na waandishi wa habari kwamba tuna mpango wa kufika mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu. Watu wengine walikuwa wanafikiria kwamba nilikuwa natania, lakini sikuwa natania kwa sababu tayari nilishakuwa na hili lengo la kuandaa mkakati huu ambao sasa ndio tunakwenda kuutekeleza. Na kwa kuutekeleza mheshimiwa, naomba nikuhakikishie kama nitapata rasilimali zile za utekelezaji, na uhakika kwa 80% kufikia kila mtaa, kila nyumba na kila mtu, ili tuhakikishe kwamba Dar es Salaam sio sehemu tena ya wahamiaji haramu. Kwa hiyo naomba nitoe pia wito kwa wale ambao wanaishi kiujanja. Sasa Dar es Salaam nafikiri si sehemu ya ujanja tena. Mheshimiwa, baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya uwasilishwaji wa mkakati huo na kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.